Nimerudi tena, tunaendelea na kuelimishana. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Natumia mitandao ya kijamii, natumia Instagram, natumia YouTube, natumia Facebook. Lakini mara nyingi nimekuwa nikiona sana watu wakiwa wanalia, watu wakiwa wanatukana. Nimefanya kila kitu, nilitoa kila kitu, nilikufanyia vitu vingi lakini umenitenda haya. Hichi ni kitu ambacho kimekuwa ni kikubwa na imekuwa tatizo kubwa hasa kwa watu wenye mahusiano. Specifically vijana wengi. Nataka nikueleze kwenye mahusiano yoyote yale, kwenye kitu kinachoitwa mahusiano ambayo lengo lake ni kwenda kwenye ndoa. Sio mahusiano tu kuchezeana, lengo la kwenda kwenye ndoa. Kuna jambo la msingi sana ambalo natakiwa utambue. Kwa mfano, una umri wa miaka 27, ni binti, mwanaume wako ana umri wa miaka tuseme 30 na kitu. Jambo la msingi kwenye mahusiano yenu, inatakiwa ufahamu kwamba cha kwanza, kabla ya kukutana na mtu huyo na kuanza uchumba, amepita kwenye njia nyingi sana, nzuri na mbaya. Lakini pia na wewe binti umepita kwenye njia nyingi sana, nzuri na mbaya. Sasa kumekuwa na changamoto. Kwa nini? Nikichumbiwa na huyu ananiacha, nikichumbiwa na yule ananiacha. Kila mwaka lazima uachwe, kila mwezi lazima uachwe, na kila unaposema kwamba hapa basi nitatulia, unaenda kama ni mwezi mmoja au wiki moja tu mmeshagombana umeachwa. Na wakati mwingine unajitahidi kutoa sehemu ya mali zako. Utafanya shopping kwa ajili ya yule mwanaume, utafanya vitu vingi sana kwa ajili ya kumfanya kwamba labda akupende. Na wakati mwingine unaweza kuamua kwamba kumzalia hata kabla ya ndoa, kwamba nikibeba mimba yake huyu bwana atanioa. Nataka nikwambie kwamba kuna kitu ambacho mwanaume yeyote anakihitaji duniani kwenye mahusiano. Si swala watoto. Watoto wanaweza kupata sehemu yoyote. Watoto anaweza kupata sehemu yoyote. Si swala mavazi. Mavazi, kwani mwanaume alikuwa havai? Alikuwa anavaa hata kabla yako. Okay, sawa, lakini pia wakati mwingine lazima ujiulize huyu mwanaume anataka nini? Unaweza kujikuta kwa mfano kwa wale wenye uwezo umemjengea paka nyumba, umewasaidia ndugu zake, kuna watu walikuwa wana kazi umewasaidia wapata kazi. Lakini yote unayafanya kwa sababu ya upendo, ili kwamba huyu mwanaume asije akakuacha. Nataka nikueleze, ndugu yangu, utaachwa. Wanaume wanatafuta kitu kimoja duniani pekee. Respect, heshima, basi. Kwa sababu kama ni kuitwa majina mazuri, kabla yako aliitwa. Kama ni kupewa vitu, mkini unajitahidi unampatia kashingi 100,000 ili kwa ajili ya kulinda kale kapenzi kasipotee. Wakati kabla yako kuna mtu alikuwa na uwezo kutoa hata shilingi 200,000 na mtoa shopping hata nje ya mkoa. Kwa hiyo hata nikueleze, heshima. Heshima ndio kitu tofauti ambacho mwanamke akiwa nacho, binti akiwa nacho hawezi kuacha. Mheshimu. Biblia inasema, enyi wanaume wapendeni wake zenu. Lakini mwanamke amepewa agizo moja, kuheshimu. Waheshimuni waume zenu. Heshima inabeba mambo yote. Unaweza ukawa vizuri kwa mambo yako yote, kwamba umejifunza, wamekuelekeza, umefundwa na kadhalika. Kama una heshima utaachwa asubuhi. Kama una heshima asubuhi tu umeshaachwa. Na ndio maana unaweza kujikuta wanaume wengi napofika wakati wa kuoa, unaweza kushangaa yeye aliyekuwa anasema kwamba nitaoa mwanamke mwenye shape namba 8 mweupe yuko hivi. Unashangaa ameoa tu mwanamke wa kawaida. Tena wakati mwingine ni mbaya hata kwa sura. Ila atakwambia huyu mwanamke ni mwanamke mzuri sana duniani. Ni mwanamke mwema. Na kama ningemkosa huyu ningepata matatizo makubwa. Kwa sababu kinachotazamwa inapofika wakati wa maamuzi, sio shape, sio mapenzi mliofanya, sio vitu ulivyovitoa au yeye alivyokupatia, heshima. Na heshima ni nini? Heshima haiji wakati ambao unaweza kula na kunywa. Heshima sio kumheshimu mtu kwa sababu ana uwezo wa kununulia nguo, ana uwezo wa kuhakikisha unakula milo 3, hapana. Heshima inakuja wakati ambao mwanaume huyu hana uwezo wa kununua chakula kile ambacho uko umezoea, hana uwezo wa kununulia nguo zile ambazo uko umezizoea ukiwa kijana, ujanani, hana uwezo sana hata wa nguvu za kiume. Nguvu zilishapotea, zimekufa, zimeisha, zimepaluluzika, nguvu zimepotea. Heshima, unajua kwamba I supposed to respect my man. Kwa hiyo
Uzuri unaweza kukufikisha mahali, kutoa sana unaweza kukufikisha mahali, lakini heshima inaweza kukufikisha kwenye ndoa yako ambayo wewe unaiota, ambayo wewe unaililia. Kwa hiyo nataka nikueleze, mwanaume duniani hapa usijidanganye. Utapaka lipstick, utapaka sijui sajali, utatoka kwenye mambo ya sajali, utaweka sijui poda mzungu, vitu kibao. Lakini mwanaume hataki yote hayo. Hayo yote ni maigizo tu. Lakini mwanaume anachokitaka kwenye hatua ya mwisho ya mahusiano, je, mwanamke huyu anaweza kuniheshimu? Basi nikiwa sina ataniheshimu. Nikiwa nimekosea ataniheshimu. Nikiwa nimepata ataniheshimu. Kwa mfano, unaweza kujiuliza, wewe mwanaume unaweza kujiuliza, kama unasoma Biblia vizuri, kuna mtu anaitwa Ayubu. Biblia inasema shetani aligusa mali zake zote na vitu vyake vyote, lakini mbona shetani akumgusa mke wa Ayubu? Lazima ujiulize, shetani aligusa watoto wa Ayubu, aligusa mifugo, lakini mwanamke hakuguswa. Kwa hiyo na wewe mwanaume lazima uwe na akili. Lazima uwe na akili. Ukiwa na uwezo wa kufanya kila kitu kwa mwanamke, hapo umenunua heshima, atakuheshimu tu. Hata kwa watu baki. Kama mtu unao uwezo wa kumsaidia, unao uwezo wa kumtia moyo, unao uwezo wa kusimama naye kwenye changamoto zake, wewe atakuheshimu tu. Lakini heshima ya kweli inapimwa wakati matatizo. Mke wa Ayubu alisemaje? Mkufuru Mungu ufe. That was not respect. Was not respect. Hiyo sio heshima. Kwa hiyo mwanamke, kwa sisi wanaume tunampima kwa heshima. Je, ataweza kuniheshimu? Wakati amekutana na wanaume ambao wana fedha, wanaweza kumrubuni, wanaweza wakampatia vitu vyote anavyovihitaji. Je, ataendelea kuniheshimu? Mbaya zaidi, yule mwanamke ni mwajiliwa, umemuoa. Je, huko kazini una uhakika kwamba atakuheshimu? Una uhakika kwamba bosi wake wa kazi akimtaka ataendelea kukuheshimu? Kwamba sitofanya hili kwa ajili ya mume wangu, una uhakika huo? Kwa hiyo fanya mtihani wako vizuri sana. Na kwa mabinti, fanya mtihani wako vizuri sana. Utaachwa mno, utalia mno mpaka kujinyonga. Kwa sababu mwanaume anachotafuta ni heshima. Unaweza kufanya yote, sawa, nakwambia kwa kweli hamna shida, lakini heshima. Wakati mwingine una kipato kikubwa kuliko mchumba wako au mume wako mtarajiwa. Unafanyaje? Mwanaume tu akiona kwamba unamzidi kwanza kipato, jambo la kwanza anakuwa attention na wewe, kwamba huyu mwanamke automatically atanidharau kwa sababu ana kipato kuliko mimi. Aidha, fikiria kwa wale ambao wamekwisha kuoa. Wewe ni mwanaume unafanya kazi, umeajiriwa, au wewe ni fundi, umejiajiri mwenyewe. Piga hesabu wakati ambao, hebu rudi nyuma, rudisha kumbukumbu zako nyuma, wakati ambao mwanamke wako mle ndani ana 200,000 zake ambazo hujampa wewe, labda amezipata kwao, amezipata kwenye mizunguko yake, ana 200,000 zake ndani ambazo haziguswagi. Zile pesa sio za kwako mwanaume, zile pesa ni za mwanamke. Hata kama mtoto akiishiwa kapula ya shule, lazima amwambie nenda kwa baba yako. Angalia reaction ya mke wako anapokuwa na kapesa ndani ambako wewe hauna. Amkini unasubiri mshahara utoke. Ndugu yangu, ni hatari. Mwanamke wake anabadilika. Sauti yake inakuwa ni juu. Anakuwa na uwezo wa maamuzi. Wakati mwingine anaweza kusema huyu mwanaume kama vile nilikosea tu kwa shilingi 200,000 ambazo anazo ndani. Zikiisha zote. Kwa hiyo nataka nikueleze kwamba ndugu yangu, kwa nini unaachwa? Anza kuboresha kipengele cha respect, heshima. Anza kuboresha hapo. Anza kuboresha hapo. Ni kweli una moyo wa utoaji, unaweza kutoa, unajali sana, lakini heshima. Je, huyu mwanaume uliye naye unaweza kumheshimu? Huyo mchumba uliye naye unamheshimu? Kama umheshimu, ndugu yangu, nisikudanganye, hamfiki mbali. Ni ghafla tu mtaachana. Kwa hiyo ongeza sana kipengele cha heshima ndani ya moyo wako. Baada ya hapo hakuna mwanaume atakaye kuacha, hata kama ni mwanaume ambaye sio sahihi. Akijua tu kwamba unamheshimu, atakung'ang'ania sana, kwa sababu anaona kwa sasa hivi kuna kitu kinachoitwa moral decay, mmomonyoko wa maadili. Mtu na kila kitu lakini hanaga heshima. Mwanamke anatoa maneno machafu, anatukana ovyo, status mbaya. Ni kitu ambacho hata kama unamfanyia mtu hatapendezwa nacho. Kwa hiyo hata nikueleze kwa nini unaachwa. Unaachwa kwa sababu binti, mwanamke, heshima. Heshima. Boresha kipengele cha heshima, mume wako yuko njiani. Kusema hayo, mimi nashukuru sana. Naamini kama umenisikiliza vizuri, boresha tu kipengele cha heshima, huu mwaka utapata ndoa nzuri.
utaolewa na utafunga ndoa vizuri kabisa. Mheshimu tu, amua kumheshimu huyo uliye naye. Sawa, ni kweli hana kipato kikubwa, lakini amua kumheshimu. Ni kweli havai sana vizuri kama unavyotaka, lakini amua tu kumheshimu. Alafu utaona. Utanishukuru baadaye. Asante sana, nitakie siku njema.